Kamata kidole chako cha kuvikwa pete, iwe upo kwenye ndoa au haupo kwenye ndoa. Ni muhimu kukiombea kidole hicho kwa sababu kinamwakilisha mwenza wako. Adui anaweza kutumia kidole hicho kumfunga mwenza wako. Adui anaweza kutumia kidole hicho kuzuia usipate mwenza. Kuna watu katika ulimwengu wa roho wameolewa na kuoa, ingali katika mwili hawajaolewa na kuoa. Na wengine wako kwenye ndoa lakini ni kama ndoa yao haina amani kwa sababu kuna mtu mwingine amesimama kando au karibu na ndoa yao. Lengo ni kuondoa ukaribu wa ndoa. Nataka nikuonyeshe umuhimu wa kuombea kidole hicho, kwa sababu mnapokuwa wawili mmeshikamana kwenye jambo lolote, ni rahisi kupata matokeo makubwa kuliko ukiwa peke yako. Baraka ya mwanamume iko ndani ya mwanamke. Baraka ya mwanamke iko ndani ya mwanamume. Kiimani mwanamke tamaa yake iko ndani ya mwanaume, na mafanikio ya mwanamume yako ndani ya mwanamke. Hivyo vitu viwili hivi vinategemeana. Ili mwanamume aweze kufanikiwa, anamhitaji mwanamke. Ili mwanamke aweze kufurahia maisha yake, anamhitaji mwanamume. Uwepo wa mwanamume katika maisha ya mwanamke unaweza kuleta matokeo makubwa kwenye maisha yake. Kuna wengine mupo kwenye ndoa, lakini adui ameingilia kati ili kuondoa ukaribu na furaha ya ndoa. Na mwingine kuna mtu wa nje au kuna hila tu ya shetani imeingia katikati ya ndoa. Neno la Mungu linasema kwenye kile kitabu cha Mhubiri, ile sura ya 4 mstari wa 12, hata ikiwa mmoja aweza kumshinda yule aliye peke yake, wawili watampinga, na kamba ya nyuzi tatu haikatiki upesi. Maana yake ni nini? Hizi nyuzi tatu ni mume, mke pamoja na Mungu. Hivyo tunahitaji kuwa na vitu vitatu kwenye ndoa: mume, mke pamoja na Mungu. Vitatu hivi vikiwa pamoja, nyuzi yake au kamba yake haiwezi kukatika upesi. Adui anaweza kumuondoa Mungu kwenye ndoa na akawacha muwe wawili au akawa yeye watatu kwenye ndoa, ili lengo aweze kuleta uharibifu, mafarakano na mkose mahali pa kukimbilia. Leo nataka nimrejeshe Mungu kwenye maisha yako, nimrejeshe Mungu kwenye ndoa yako, nimrejeshe Mungu kwenye mahusiano yako. Ukiwa na Mungu kwenye mahusiano, kwenye ndoa na kwenye chochote, lazima utaona uwepo wa mambo yako kufanyika kwa nguvu za Mungu na kwa wepesi. Lakini Mungu akiondoka, adui anaweza akafanya uharibifu, mafarakano na vita ambazo haziishi kwenye familia. Kuna mtu ambaye unanisikiliza wakati huu, unasema, mtumishi wa Mungu, mbona nina pete? Na mwingine unavaa pete unasema, mbona ni ya mapambo? Sikushauri sana, ukitaka ufikie hatima yenye ndoa yenye baraka, usivae pete ya pambo. Usivae pete ambayo hujui maana yake, hata kama umenunua mwenyewe. Katika ulimwengu wa roho, pete inaashiria agano. Kwa hiyo unaweza kusema nimevaa, kumbe umeingia agano bila wewe kujua. Hivyo tunaposema tunamvika mwenza wako au namvika mwenza wako pete, maana yake ni agano la kukumbukwa. Agano linamaanisha nini? Agano linamaanisha kiapo au jambo fulani la makubaliano ambalo ni la kudumu. Hivyo basi, katika ulimwengu wa roho huenda kidole chako hakina pete katika mwili, lakini katika ulimwengu wa roho kumbe kuna pete ipo. Maombi haya yataenda kuondoa kila pete sio sahihi, na yataenda kumuondoa kila adui anayezuia kibali cha furaha ya ndoa yako, mahusiano yako na matarajio ambayo unataka uyapate. Kuna mtu umezuiliwa kuingia kwenye ndoa, kumbe kuna kidole ambacho kipo kwenye mkono wako kina pete katika ulimwengu wa roho. Mtu akikuangalia anaona ulishaolewa. Mtu akikuangalia anaona wewe mbona ulishakuwa na familia. Mwingine akikuangalia anaona wewe ufai, na unapata watu ambao wanakuja kwa ajili ya kupita tu kwenye maisha yako. Wengine mnasema, mbona napata wanaume za watu, mbona sipati wa kwangu mwenyewe? Imani nataka kila mmoja achote maji kwenye kisima chake mwenyewe. Kila mmoja achote maji kwenye kisima chake na anywe maji ya kisima chake mwenyewe. Kitabu cha Mithali sura 5:15 na 18. Unywe maji ya birika lako mwenyewe, chemichemi yako ibarikiwe, nawe mfurahie mke wa ujana wako. Hii ni andiko linalotaka kila mmoja awe na chemichemi yake na anywe maji ya chemichemi yake mwenyewe. Hivyo kama kuna yoyote ambaye anashiriki kunywa maji ya chemichemi yako, leo anaenda kuondolewa kwa jina la Yesu. Leo anaenda kuondolewa kwa jina la Yesu. Leo anaenda kupigwa kwa jina la Yesu. Leo anaenda kusambaratishwa kwa jina la Yesu. Leo anaenda kung'oka, iwe kwa kutaka au kwa kutokutaka, maana ipo nguvu ya Mungu itaenda kumuondoa hayo maroho ya mafarakano, kucheleweshwa, kudhalilishwa, kuonewa, kuachwa bila sababu, kupewa ahadi alafu ahadi hazitimii. Mtu anakuja haendelezi, anaanzia mahali fulani anapotea, haendelezi yale ambayo alikuwa amezungumza.
leo kama kuna chochote kimeunganishwa na wewe kinaenda kuondoka. Nisaidie tu kuweka mkono kwenye kidole chako, funika macho yako kwa imani. Kuna nguvu kubwa sana ya Mungu utaiona hapo ulipo. Tulia tu, napoendelea kuomba na wewe zama kwenye maombi, zama kwenye kisima cha maombi, zama kwenye uwepo wa maombi. Utaona nguvu ya Mungu inafungua. Mwingine utasikia kidole kinawaka moto, kinauma. Utasikia kama kuna kitu kipo, utaona unaanza kuvua. Utaona mwingine unavua kwenye mikono yako na vidole vyako. Mwingine kama kuna sehemu nyingine yoyote ulivikwa kitu, utaona kinatoka. Na mwingine utaona Mungu anakufunulia mambo ya ndoa yako. Kuna vitu unapigana nao kwenye ndoa, kuna mapito unapitia. Mungu ataenda kufunua. Kama kuna adui alijificha, kwa maombi haya Mungu ataenda kumfunua. Unajua mapito ya ndoa, ya mahusiano ni kati ya mapito yanayoumiza sana. Ni kati ya mapito yanayoweza kukufanya kila kitu kisimame kwenye maisha yako, usifurahie maisha yako. Leo kwa jina la Yesu Mungu amekukumbuka. Leo Mungu amekukumbuka kwa jina la Yesu. Nisaidie kukamata kidole hicho kwa imani. Sema, Bwana Yesu, nimekuja mbele zako kwa imani. Ninaomba upokee sala yangu, dua yangu na maombi yangu. Ninaomba unisamehe na kunirehemu kila ambapo nimekosea kama mwanadamu. Nimekuja kusimama kwenye zamu yangu kuombea kidole changu, maana yake namwombea mwenza wangu. Bwana Yesu, ninaomba unitie nguvu, nipe neema, nipe wepesi wa kufunguliwa katika jina la Yesu. Roho za vizuizi ndani yangu nazikataa kwa jina la Yesu. Niko tayari kufunguliwa, niko tayari kujua siri ya magumu yanayoendelea kwenye maisha yangu katika jina la Yesu. Mungu, nakushukuru kwa sababu ya mpendwa huyu. Ni wakati huu natuma malaika wanaohusika na ufungulivu. Natuma malaika wa deliverance, natuma malaika wa uponyaji, malaika wa ufungulivu. Haijalishi unanisikiliza kutoka wapi, haijalishi sauti hii inapenya ndani yako ukiwa kwenye mazingira gani, katika uwepo huo wa utulivu ambao unasema niko namsikiliza mtumishi wa Mungu, ipo nguvu ya Mungu inapita hapo lipo. Ipo nguvu ya Mungu inapita hapo lipo. Agano ambalo nimeagana na Mungu ni watu kufunguliwa kwa njia ya sauti, ni watu kufunguliwa kwa njia ya maombi. Nami najiconnect na wewe hapo lipo. Jiconnect, sema najiunganisha na maombi, najiconnect na maombi, jiconnect kwa imani. Wako malaika wanakuunganisha, ipo nguvu ya Mungu inakuunganisha. Nami namuondoa huyo adui ambaye amekaa kwenye kidole hicho. Kama kuna pete yote ambayo adui alikuvika, kama kuna pete yote ambayo adui alikuja kuiweka juu ya pete yako, kama kuna pete yote ambayo umevikwa bila wewe kuwa kwenye ndoa, naondoa hiyo pete kwa jina la Yesu. Natuma nguvu ya Mungu kwenye hicho kidole, hicho kidole, hicho kidole, hicho kidole, hicho kidole. Hiyo nguvu inapita kwenye kidole cha pete, kidole cha pete. Kila pete ambayo umevikwa katika ulimwengu wa roho ambayo haijatokana na Mungu, ivuke sasa. Ing'oke sasa, ivuke sasa, ivuke sasa. Natuma malaika, nguvu ya Mungu inashuka. Hiyo nguvu na hesabu mpaka 7. Kuna nguvu itashuka sio kwa kawaida. 1, nguvu ya Mungu ishuke hapo lipo. 2, nguvu ya Mungu inaachilia hapo lipo kwenye hicho kidole. 3, kwenye hicho kidole. 4, kwenye hicho kidole. 5, kwenye kidole. 6, kwenye hicho kidole. 7, uwepo wa Mungu unapita huo. Navua hizo alama, navua hayo maagano, yawe ni mapepo, yawe ni majini, na yaondoa kwa jina la Yesu. Ziwe ni maagano za kifamilia, ziwe ni maagano za viti vya kifamilia, ziwe ni maagano za mahali popote, navunja kwa jina la Yesu. Kila mapatano ya kuzimu, kila roho za zinaa, roho za uzinifu, maagano ya kiuasherati, toka. Yoyote ambaye aliingia agano na wewe, aliingia makubaliano na wewe ili akufunge, na fungua hizo kamba. Vuka hiyo pete, toka kila pete, na ivue hiyo pete, na ivue hiyo pete. Chemka. Ewe pepo uliyekaa kwenye kidole, ewe pepo pete, toka. Yes, pepo la pete, toka. Fire, moto teketea, toka, ungua, moto kwa jina la Yesu, toka kwa damu ya Yesu, ninakupiga, toka, ninakukemea, toka, chia, vuka, vua. Kama ni maunganiko ya majoka na yavua, kama ni maunganiko ya bahari na yaondoa, ni maunganiko ya kuzimu na yaondoa, ni maunganiko ya kuachwa, kucheleweshwa na yaondoa. Toka kila pete ya kuzimu, kila pete ya maagano ya chama cha kipepo, mavyama kifrimason, mavyama ya mikataba, roho za mauti, roho za wafu, toka, ungua. Mwache mtu huyu. Yes, mwache sasa. Ninakuapisha, toka kwa jina la Yesu. Ninakukemea kuanzia sasa. Hauna mamlaka. Chomoka kwenye hizo kidole, anza kuungua, viringishwa, panda, chemka kuanzia sasa. Toka kwa jina la Yesu. Ninakukemea. Toka, ungua.
toka ungua, na kuvua kwenye vidole vyote, na kuvua kwenye mwili wote, na vua ilo vazi lilomvika mtu huyu kuanzia sasa sio kwako. Na vunja maagano. Nani alikwambia uingie? Umekuja kufanya nini? Umekuja kufanya nini? Nani amekutuma? Huyo aliyekutuma na wewe mwenyewe, na kuunguza. Zama kwenye moto. Moto. Moto huo. Moto huo ungua. Teketea. Toka ungua. Chemka. Toka ungua. Ungua. Hiyo pete na ikata kwa kisu cha kimbingu, na ikata kwa msumeno wa mbinguni, na katakata, na haribu kuanzia sasa. Na vua hayo maagano. Na vua hayo maagano. Nguvu ya Mungu inapita hapo ulipo. Natakasa kidole, takasika. Natakasa kidole hicho, takasika. Damu Yesu. Naita damu Yesu kwenye kidole hicho. Wengine kwenye ndoa mmekuwa unapitia magumu, kumbe kuna vitu ambavyo adui aliviingiza. Wengine kwenye mahusiano mmekuwa mpati ndoa, kumbe kuna vitu adui aliviweka ndani yako. Kuanzia sasa nuru yako irudi, kibali chako kirudi cha ndoa. Kuanzia sasa nafungua hizo kamba zote zikuachie. Rudishiwa kila kitu chako, narudisha uhai wako, narudisha afya yako, narudisha kibali chako, muonekano wako, jina lako, vyote vifunguliwe kwa jina la Yesu. Pokea utakaso, pokea urejesho, pokea ufungulivu kwa jina la Yesu. Hata kumshukuru Mungu sasa. Mshukuru Mungu, uwepo wa Mungu uko pamoja nawe hapo. Kuna ishara inaendelea katikati ya maombi haya. Usiogope. Unafunguliwa. Kuna mahali uliwekwa, nafsi yako iliwekwa. Ipo nguvu ya Mungu inakutakasa sasa. Ipo nguvu ya Mungu inaondoa maagano yote, makubaliano yote yaliyofanywa juu yako ya kindoa. Maagano ya kindoa, iwe ya miungu. Wengine miungu inawafuatilia. Navunja maagano yote. Navunja majini mahaba yote. Navunja mikataba yote ya kuzimu. Navunja mikataba yote. Kama kuna mtu uliyekuwa naye akasema nitakukomesha, navunja, naondoa. Kama kuna mtu alichukua chochote kwenye mwili wako ili akufunge, navunja hayo mambo yote ya giza, yaungue kwa sasa. Shindwa kwa jina la Yesu. Na achilia utakaso. Takasika kwa damu ya Yesu. Wekwa huru kuanzia sasa. Pokea amani ya ajabu itokao mbinguni. Pokea ushindi kwa jina la Yesu. Amen. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ayubu Ndelwa. Naamini maombi haya yamekuwa baraka kwako. Endelea kuyafuatilia na kuyarudia. Utaendelea kuona Mungu akikufungua. Unasikia msukumo na kufunguliwa. Kuna ishara ambayo ilikuwa inaendelea katikati ya maombi. Usiogope, rudia tena maombi, utaanza kuona Mungu anakuweka huru. Lakini kwa mtu mwingine anasema, mtumishi wa Mungu, nimeona anafunguliwa. Nasikia kuvunja ili agano ambalo lilikuwa ndani ya kidole changu. Kupitia sadaka hii, nasindikiza sadaka hii. Kama kuna yoyote au kuna chochote ambacho kilikuwa nyuma ya hili bila mimi kujua, basi kupitia sadaka hii kavunje kila agano, nikawekwe huru, nikapokea kibali cha kufurahia mwenza wangu kwa jina la Yesu. Na Mungu atakubariki kwa sadaka yako ya hiari, na utaendelea kumwona Mungu akikuweka hatua kwa hatua, akikupeleka kiwango kwa kiwango. Lakini pia unaweza kaendelea kupokea vipindi vya maombi vinavyotoa kila siku kwa kuandika namba WhatsApp hiyo na kunitafuta WhatsApp ukiniandikia jina lako na hitaji lako. Lakini pia unaweza kaendelea kupokea vipindi vya kiroho kwa njia ya YouTube kwa kuandika Maombi ni Dawa. Ikiwa unabarikiwa, subscribe ili wa kwanza kupokea vipindi vya kiroho. TikTok kuandika Maombi ni Dawa au Maombi Tiba by Pastor Godwin Ndelwa.